Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19. Biblia inasema, ama hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu akaaye ndani yenu, mliyepewa na Mungu. Neno hili linazungumzia kwa habari ya hekalu. Wafalme wanaketi kwenye mahekalu na majumba ya kifalme. Humo wanakuwa na watu wako chini yao ambao wanawatumikia, wanakuwa na watumwa. Ndiko wafalme wanapoketi. Wafalme wote wanaketi kwenye mahekalu, wanaketi kwenye majumba ya kifalme, yanaitwa majumba ya kifalme, mahekalu, ikulu hizo. Lakini wanapokuwa pale, kuna watu wanakuwa wako chini yao na wanawahudumia, kama nilivyosema. Ndivyo sisi tunaonekana, miili yetu sisi kumbe ni majumba ya kifalme. Miili yetu sisi, mwili wangu na mwili wako ni jumba la kifalme, ambako ndani kuna watawala wanaishi, ndani kuna mtawala anaishi. Lakini sasa hapa anazungumziwa Roho Mtakatifu. Kama haipo huyu Roho Mtakatifu, kuna watawala wengine wanakaa, kuna wafalme wengine wanakaa kwenye huo mwili. Sasa mtawala anapokuja ili akae ndani ya hekalu lake, kuna kiti kinachoitwa damu ya Yesu. Kuna kitu kinachoitwa damu. Je, kwenye hekalu lako kuna damu ya kwako au damu ya Yesu? Kama hekalu ambalo ni mwili wako, ipo damu yako mwenyewe, hapo watakaokaa, hapo watakaoishi ni wale pepo wachafu, ndio watakaopumzika humo. Kama kuna damu yako mwenyewe, pepo mchafu amtokapo mtu atatafuta mahali palipo pachafu ili apumzike. Mahali pachafu ni mahali penye damu yako. Lakini kama hekalu lako ipo damu ya Yesu ndani yako, wewe umetakaswa na nyumba yako imesafishwa na nyumba yako imeoshwa, pepo wachafu na watawala wa giza wameondoka. Kwa hiyo anayoketi hapo ni mfalme anaitwa Yesu Kristo kupitia Roho Mtakatifu. Akiketi katika hilo hekalu, sasa yeye ndio anaketi kwenye kiti cha hilo hekalu lako, anaketi kwenye kiti cha hekalu lako ambako kuna damu ya Yesu. Usimkaribishe Roho Mtakatifu, au Roho Mtakatifu hawezi kukaribia mahali ambako hakuna damu ya Yesu. Hawezi kuketi au kuishi kwenye hekalu ambalo halina damu ya Yesu. Ukimkaribisha na bado kuna damu yako wewe mwenyewe na bado hujaokoka, unakufa. Ataitaka damu. Yeye anapokuja kwako anaitaka damu. Asipoikuta damu ya Yesu, anapita na damu yako, ndio unakufa. Hakuna patakatifu ambapo panaingilika bila damu. Mwili wako ni patakatifu. Je, kuna damu yako au damu ya Yesu? Akija akiikuta damu yako, unakufa. Akija akikuta damu ya Yesu, unaishi. Ndio maana kila kuhani anapoingia patakatifu lazima anaingia na damu. Hata Yesu alipoliingia hekalu la mbinguni, patakatifu wa mbinguni, aliingia na damu yake mwenyewe. Vile vile hata makuhani kwenye Agano la kwanza walipopaingia patakatifu, walijitakasa kwanza kwa damu. Walijiosha, walijisafisha, walijitakasa kwa damu, wakawa safi. Huwezi ukapaingia patakatifu kama una damu, utakufa. Itatakwa damu yako wewe mwenyewe, itahitajika damu yako. Ndivyo ilivyo miili yetu. Hili ni hekalu. Hekalu lolote lazima kuwepo na damu, lazima iwepo damu. Kama haipo damu ya Yesu, basi kuna damu yako, na damu yako ni makazi ya pepo wachafu, ni makazi ya mizimu ya ukoo wako, ni makazi ya mashetani, ni makazi ya mapepo, kwa sababu damu yako imebeba vizazi vilivyokutangulia kabla yako wewe. Damu yako ni tafsiri ya watu ambao waliishi hapa duniani kabla ya kuwepo wewe. Ukoo wako, lineage hiyo ya kwako, ndio damu yako, ndio tafsiri. Kwa hiyo damu imebeba tabia ambazo zinarithishwa vizazi hadi vizazi. Damu haijaanzia kwako, wewe umeirithi tu. Damu wewe umerithishwa tu.
Lakini tunapoizungumzia damu ya Yesu, yenyewe haituhesabia hatia, yenyewe haituhesabii makosa, yenyewe tunakuwa huru kwa hii damu. Kwa hiyo hekalu lako likiwa na damu yako, kuna wafalme wa zinaa wanakaa ndani yako, kuna wafalme wa uzinzi wanakaa ndani yako. Roho Mtakatifu hawezi kukaa kwenye hekalu ambalo lina damu yako. Lazima damu ya Yesu ikutakase, ili ile hekalu akae Roho Mtakatifu. Damu ya Yesu inatakasa kama mtu utaokoka na kutubu na kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama ukikataa kuokoka, basi kwenye hilo hekalu wanaishi mapepo, wanaishi mashetani, wale watu wa kwenye ukoo wako waliokutangulia kabla yako, ndio unaishi nao. Shalom, shalom. Okoka leo, mpokee Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako.